Mambo vipi mdau wa Dani Movie Recap? Karibu sana mwanafamilia na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, na kama ndio kwanza mara yako ya kwanza leo, basi usiache kubonyeza alama ya kengele alafu comment na ushare hapo chini. Leo nakusogezea mzigo wa hatari sana, yani ni mkono wa kutosha humo ndani. Sasa huyu jamaa hapa alifungwa jela kwa kesi ya mauaji, halafu mjeda. Hiyo kesi ni kama vile alikuwa amegushiwa hivi. Tutakuja kufahamu mengi kabisa ndani yake. Mimi nakwambia tu endelea kuwa nami kwa Movie Recap, alafu tuangalie jinsi gani ambavyo unaweza kuenjoy. Anda popcorn zako hapo. So mzigo unaanzia kwa kijana mmoja hivi anaitwa John. Wakati huo yuko gerezani, lakini huyu mwamba bwana alikuwa ni kiongozi wa kikosi fulani hivi cha kijeshi, na kazi yake ilikuwa ni kufieka wahalifu kama wote. Walipatiwa mission ngumu sana ambayo waliahidiwa pesa ndefu endapo tu wataweza kufanikisha jambo hilo. Wazee wa kazi wakabeba amri wakaikusanya na matimizo, kwa hiyo ilikuwa ni chuma kwa chuma tu. Kwa bahati nzuri walifanikiwa na wakapata kile ambacho waliweza kuahidiwa. Sasa miezi mitatu baadaye huko Washington DC, John yuko zake na mke wake wanafurahia baby shower, wakiungana na familia pamoja na marafiki. Wote walikuwa ni watu wenye furaha sana. Alimpumzisha mke wake sebuleni, kisha akaingia jikoni kuzungumza na marafiki zake ambao walikuwa wanapongezana baada ya kukamilisha misheni hiyo nzito mno. Pia walimpongeza sana jamaa kwa kuwa alikuwa yuko tayari au mbioni kuwa baba. Kwa hiyo walikuwa wanamtarajia mtoto huyo baada ya mwezi mmoja. Wenzake walifurahi sana kwa hilo. Alionekana na amani sana akiwa na marafiki na familia, pasi na kujua kwamba wakati huo mmoja ya vijana wake walikuwa hatarini, yani alishawekwa target. Tena sasa hakuwa mmoja, yani wale wote ambao walihusika katika ile mission waliwekwa kikangoni na lengo lilikuwa ni kuamaliza kabisa. Hatujui nani ambaye ameweza kutoa oda hiyo, lakini wale wote ambao walihusika katika mission ile ya kina John walipaswa wote kupoteza maisha, yani kusibaki na ushahidi wowote unaowahusu. Nyumbani ni majira ya usiku sasa. Baada ya party, John yuko zake na mke wake anaongea na mtoto wake akiwa tumboni, huku akimwambia kwamba anampenda sana na siku zote baba yake atakuwa pamoja naye no matter what. Si unaelewa? John ni mtu ambaye anampenda sana mke wake, na siku hiyo alitamani kidogo mchangamishe, lakini manzi alikaza. Sio kwa ubaya, lakini tu aliona asimchoshi mjeda. Basi wakati huo tayari kuna watu washazama ndani na kucheza na socket. Umeme ukazima. Sasa jamani mjeda, kwa hiyo ile michezo alikuwa anaifahamu vizuri kabisa, yani kwake mjini hapakuwa mgeni. Akainua pisto yake akiwa tayari kupambana kuilinda familia yake. Kumbe sasa wenzake wakati huo yeye anahangaikia pasto yake. Wakati huo jamaa amezama ndani, tena silaha yake ilikuwa ni ile silence killer. Akaona amalizane kabisa na waliokuwa ndani kwanza. Jamaa hana habari, anapambana nje huku kumbe tayari ashapoteza mke na mtoto tayari ambao alikuwa anamtarajia. John alipambana nao haswa, japokuwa alijeruhiwa sana tu. Wazee walipoona wamezidiwa wakati mkazao. Wakati huo jamaa anajikokota sasa kuelekea chumbani kwake, yani hakuamini kabisa alichokutana nacho. Jamaa majeraha plus mshtuko, ni kama vile alipata trauma fulani hivi, akazima mazima. Basi baada ya pale jamaa tunamuona hospitalini akiwa hajifahamu kabisa na madaktari walikuwa wanampambania. Huko upande wa pili wakuu wa kituo wamekaa kikao wakijadili kitengo cha kina John, kuanzia mauaji iliyotokea na jinsi walivyoweza kumfikia John na tukio ambalo waliweza kukutana nalo. Wazee wakawa wanamchafua John na wenzie wakidai kwamba walikuwa wahuni tu ambao wanajihusisha na biashara haramu wakiwa ndani ya jeshi. Hapa sasa kuna binti, huyu ni kiongozi wa John, alionekana anapaza sana sauti kwa ajili ya John na wenzie, akiwasafisha kwamba hawakuwa kabisa wahalifu na hizo ni tuhuma za uongo. Lakini wazee waliamua. Sasa hospitalini John ameamka na kukutana na lieutenant. Swali la kwanza kuuliza ni mke wangu na mtoto wangu wanaendeleaje? Serengeti alikosa kabisa maneno ya kuzungumza, yani alibaki anajitafuna tu, ingawa alimuulizia hali halisi. John alihuzunika sana na hakutaka chochote kile zaidi ya kusafisha kwanza jina lake, kisha apite na wale wote ambao waliweza kusambaratisha mke, mtoto pamoja na marafiki zake. Baadaye lieutenant amerudi ofisini kwake, anaingia sekretari wa United States kwa lengo la mazungumzo. Sasa baada ya mazungumzo jamaa aliuliza ni kwa kiasi gani binti unamwamini sana John, kisha wakazama kikaoni ili mradi kujadili yale ambayo iliweza kuamuliwa. Huyu Serengeti anaitwa Lieutenant Karin na huyu sekretari alikuwa anaitwa Clay. Upande wa pili huku John yuko chini ya usimamizi maalum wa jeshi, sababu kwao walishamuona kama mtuhumiwa licha ya kwamba aliweza kupoteza mke na mtoto na marafiki zake pia. Bado tume nayo kiongozwa na Rita iliendelea kuwasilisha ushahidi juu ya matukio ambayo iliweza kutokea. Japokuwa kesi ilikuwa ngumu na upande mmoja, lakini bado lieutenant naye aliendelea kumpatia majibu juu ya mjadala unamhusu kwa kila hatua ambayo ilikuwa anaendelea nayo. Alimuulizia kwamba tume imeandaa watu maalum kwa ajili ya kufanya uchunguzi juu ya tukio hilo, huku akiambatanisha makaratasi ya ushahidi ili mzungumzie jamaa mmoja hivi ambaye hakuwa mgeni kabisa machoni kwa John. John amerudi nyumbani kwake ambapo bado alizungushwa tape za ulinzi, yani tape za polisi, zikimaanisha kwamba hakuna mtu kuingia. Moja kwa moja amezama chumbani kwake ambapo alijikuta anashindwa kabisa kujizuia kila anapotazama kitanda, yani alikuwa akiukumbuka mwili wa mke wake ambao ulibeba mtoto tumboni mwake. John alilia sana na kujilaumu mno kwa sababu aliona kama vile kazi yake imeweza kumuingiza matatizoni na kumfanya apoteze kila kitu. Huyu
jamaa akakusanya vitu muhimu alafu akaenda zake motel kwa muda. Jamaa hakuwa sawa kabisa, maana hakupenda mavazi yake na hata kuoga alitumia pombe ambazo zilikuwa ndani ya nyumba ile. Kisha akaanza kuzurura mtaani akijifanya kama mlevi hivi na kusogea karibu na nyumba fulani hivi ambayo ndani yake kulikuwa kuna mwamba ambaye ndiye chief wa sehemu hiyo. Alipofika pale kuchunguza, kwa hiyo alivurugana na walinzi kuwapoteza kwa muda. Lakini chief alipotoka tu, jamaa kaunga nao kwa gari ya nyuma, lakini alikuwa yuko makini mno kuweza kufuatilia msafara ule. Akiwa njiani akapiga simu 911 akidai kwamba anaomba msaada, maana kuna dereva mwenzie anamtishia sana maisha, yani hana amani kabisa barabarani. Kweli bwana, simu zikapigwa na polisi wakajikuta unaingia kati na kutenganisha msafara bila kujua kwamba wanamsaidia kazi mzee mzima John. Mwisho siku chief akazama ndani ya 18 ya mjeda, na baada akaonyesha dharau sana akisema kwamba jamaa alipaswa kufa kitambo. Kwa hiyo John akamtanguliza akaenda madukani mapema sana. Sasa baada ya pale John anakamatwa kwa kosa la mauaji, huku akidhani kwamba ameshamalizana kabisa na adui yake. Upande wa pili kesi ishakuwa ngumu. Sasa wazee wanajadiliana la kufanya, maana John ni mwenzao, lakini alichokifanya ni kinyume kabisa na wao. John analetewa taarifa, alishangaa sana kuona anatupwa gerezani licha ya kulitumikia taifa kwa utiifu mkubwa mno. John alisema hatukuwahi kabisa kuulizwa chochote kile, lakini tulifanya kwa ajili ya nchi yetu, lakini leo hii wanatuona kama vile magaidi ndani ya nchi yetu wenyewe. Aliendelea kusema kwamba atafanya kila njia aweze kumalizana na wote ambao waliweza kuhusika na tukio hilo hapo. Lieutenant anamwambia kwamba haitowezekana, hivyo awe mpole tu. Jamaa anasema fanya kitu, sababu siwezi kukaa ndani wakati watu wanakula bata tu. Muda umeisha, jamaa anarudishwa gerezani. Sasa siku inayofuata anapokea ujumbe kuwa anaingia katika vita yake ya kwanza. Jamaa akasema poa tu, yani sasa huko ndani ukiwa mzembe utakutana na manyampala ambao watakushona vizuri tu. Kwa hiyo Fande akakusanya kikosi alafu akazama ndani kichwa. John aliwakanda na hakutarajia kabisa kama anaweza kuwa mnyama kiasi kile. Yani wao wapo na marungu lakini bado walipokea kipigo black and blue. Kikosi kikaongezeka, lakini order inaletwa kutoka juu kwamba John anatakiwa atolewe pale kwa ulinzi maalum. Mwanaume anatoka, varanda imetawala wajeda wenzie, lakini walibaki wanamshangaa tu. Jamaa akapelekwa kwenye godown fulani hivi ambapo huko alipangiwa kuonana na watu wazito akiwa anasindikizwa na lieutenant wake. Sasa pale waliweza kumuita kwa mission maalum ambayo hiyo ni hatari zaidi. Wamemuita pale kutokana na uzoefu wake mkubwa vitani, na kwa vile lieutenant alitaka aende kwenye mission hiyo na kijana wake. Kwanza timu nzima ilistaajabu, yani sio wapambe wala huyo sekretari wa UN, yani kutokana na ujasiri mkuu ambao John aliweza kuonyesha. Wazee wakamwambia kabisa kwamba hii mission sio sababu ya wewe kuachiliwa huru, lakini kama akifanikiwa basi wao watajitahidi sana kumsaidia ili mradi aweze kupunguziwa kifungo chake gerezani. John alikubali bila kusita yani. Baada ya pale usafiri uliandaliwa na John akapokea maelekezo kuhusiana na private jet hiyo na eneo ambalo wataenda kutua. Mission hiyo ilipaswa kuwa siri yao tu na hapaswi kuweza kuvuka mipaka yoyote ile, na ndio maana walikusanywa watu wengi ambao hawajulikani kwa sana. Wapo kwenye ndege, John anaongea na bosi wake na alimfariji sana kwa hali ambayo alikuwa anapitia, lakini jamaa alikaza kwamba familia yake ameipoteza na watalipia kwa wale wote ambao waliweza kufanya kile kwa ajili ya familia yake. Lieutenant akimwambia kwamba hiyo sio rahisi kabisa na hiyo sio mission ya kulipa kisasi, hivyo wajitahidi sana kwa makini. Jamaa hakutaka kabisa kusikia, aliamini kwamba atafanikiwa katika mpango wake. Sasa wakati wakiwa wanakaribia kutua, wanashambuliwa hafla na wanajikuta wanatumbukia ziwani. Maji yalianza kujaa ndani ya ndege, kwa hiyo kwanza ikabidi waokoe maisha yao, halafu pili waweze kubadili chombo cha usafiri ili mradi waweze kuchanganya maadui zao. Wamefika, wanajadili nini wafanye na kwa misingi ipi. Sasa kumbe humo ndani kuna watu ambao walitaka kuleta usnitch, kwa hiyo John akaona acheze nao mapema tu. Wao walitaka jambo lao, lakini John hakuelewa kabisa, kwa hiyo akawatuliza wenge kwanza. Yani wale mind mno, kwa maana hakukuwa na upigaji kabisa mule ndani. Wakazama mtaani kuendelea na mission yao na kupiga doria zito, kisha wakazama ndani ya apartment moja hivi kwa lengo la kupambana na mission iliyo mbele yao. Upande wa pili kulikuwa kuna jamaa mmoja hivi anaitwa Victor. Sasa huyu jamaa ndio ambaye ilikuwa target siku hiyo, na John hakutaka kabisa maelekezo. Akili yake iliwaza kufyatua tu risasi. Lieutenant alimsihi atulize mtucheto kwanza ili mradi aweze kuwa katika mpango wao. Jamaa alitafakari sana, akagundua kwamba hapaswi kabisa kufanya vile, kwa hiyo akashusha kwanza silaha yake chini. Baadaye wakashuka kuelekea kule ambapo yuko adui yao. Bila kujali, John akasogea mpaka mlangoni kwa Victor na kuondoa vikwazo vyote kabla hata hajamfikia mwenyewe. Amekutana na Victor uso kwa uso. Victor anampokea kama mgeni ambaye aliweza kumtarajia vile. Victor alicheka sana na alikiri kwamba alihusika moja kwa moja na mauaji ya mke na mtoto wake. Yale maneno yalimpa hasira sana John na kujikuta anainua silaha yake. Mzee anamwambia bro, ukifyatua tu
risasi, tunaenda pamoja ahera mwanangu. Victor alidai kwamba ana kikosi kipana na hapo alipo na kikosi chake wamejileta motoni. Victor alimwambia kwamba wote wanapaswa kufa ili mradi kufanya Marekani kuwa kubwa zaidi. John akamaliza kazi, lakini Victor alisambaratika kabisa na nusu ya jengo lake. Wanasogea wenzie, anawaonya kwa sababu wako hatarini wakati huo. Mashambulizi ya risasi yakaanza huku wakiwa hawaelewi kabisa nani ambao wanaweza kupambana nao eneo lile. Yaani majamaa walimdondosha mpaka fande, yani hawakuwa wakijali chochote kile. Ndani Lieutenant anauliza, Victor amesema kitu gani? John anajibu kwamba kuna kundi kubwa la wastaafu na wako tayari kufanya chochote kile ili mradi misheni yao iweze kukamilika. Sasa misheni yao ilikuwa Victor, lakini sasa hivi misheni yao ya pili ni wao kuondoka salama katika eneo lile. Wazee wakaona uruke nao huko ili mradi tu wawe salama. Risasi zikazidi kuunguruma na mikono ilinyooshwa haswa. Japokuwa John alisambaratisha watu wengi, lakini alijeruhiwa mno. Alipotoka pale akazama kwenye gari mpaka eneo fulani hivi ambapo Lieutenant alimbeba mpaka katika bandari na kuungana na wenzao. Wako njiani, John anagundua kwamba maisha ya jela bado yanamngojea na alitamani tu angekufa kule kwenye ile mission, lakini aligundua kwamba bado ana kazi ya kufanya ambayo ni kumalizana na sekretari aliyekula raha tu ndani ya hoteli ya nyota 5 wakati wao wanahaswa kule kumalizana na wale ambao waliweza kuhusika na mauaji ya ndugu zao. John akaona amfuate akamalizane naye ili mradi ampatie maelekezo juu ya misheni ile kwa sababu baadhi yao waliwageuka pale. Sekretari akajibu kwamba kila kitu kilipangwa na hapo aligundua kwamba huyu jamaa ndio mtu ambaye aliweza kupanga kila kitu na hata alivyokuwa akijibu tu ilionyesha kwamba hakuwa na lengo zuri kabisa na wao. Jamaa akamkuida mzee alafu akasepa naye. Wapo ndani ya gari, John anasisitiza aambiwe ukweli kwa nini alifanya vile kwake na kwa marafiki zake, lakini sekretari alisema kwamba John anafanya kosa kubwa sana. John aliongea na alifanya jamaa akiri makosa yote ambayo aliweza kuyafanya. Maneno yale yalimtia hasira sana John na kujikuta anazama naye ndani ya maji akiwa na uhakika kabisa wa kuweza kujimaliza yeye na adui yake. Akiwa ndani ya maji anapata kumbukumbu nzuri ya mke wake na waliongea kiroho jinsi gani ambavyo waliweza kukumbukana pamoja na mtoto wao. Jeshi la Marekani likafanya mazishi ya John pamoja na mke wake likisimamiwa na Lieutenant, na baada ya hapo akabeba bendera na kuzama nayo ndani ya gari. Mule ndani tunamuona tena John ambaye ilisadikika kwamba ni marehemu akiwa mzima wa afya, huku akiulizia watu ambao waliweza kuhudhuria katika mazishi yake. Hapa tunagundua kwamba Lieutenant alimwokoa siku ile alipozama na kisha akapeleka ushahidi kwamba John ameshafariki dunia mapema sana pamoja na sekretari katika ile ajali mbaya ambayo iliweza kutokea. Mwezi mmoja baadaye John yuko zake airport anagana na Lieutenant wake akiwa na utambulisho mpya kabisa ambao unamruhusu kwenda kuanza maisha sehemu nyingine tofauti na pale. Miaka imesonga na bado John anawasiliana na wenzie wote ambao waliweza kuwa naye katika kipindi kile kigumu, lakini kwa utambulisho mpya ambao wengine hawaufahamu kabisa. Mzigo unaishia hapo. Hope umeenjoy sana. Hii ni Dani Movie Recap. Mimi ni Queen of Recap. Till next time. Ciao.